learn to worship God. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kitu moja ambayo ibada huwa inafanya katika maisha yetu. It helps us to grab hold of God's promise and God's blessings. It acts as a channel that attracts the things of God into our lives. It is a powerful weapon. It shakes the kingdom of heaven. And let us worship God as He deserves this morning. If you are selfish, you cannot worship God. If you're thinking about yourself and others, those you love, you cannot be able to worship God. It has to be about God. Just about God. So don't be selfish this morning, so that you may be able to worship God. May the Lord bless you so much. Mungu awabariki sana. It's a joy to be in the house of God. Ni furaha kuwa katika nyumba ya Mungu. And it's good to be strong in the Lord each and every day. Na ni vyema kuwa na nguvu katika Mungu kila siku. And we shall continue to do much for the Lord. Na tutazidi kufanya mengi kwa ajili ya Mungu. And the Lord shall continue to be glorified. Na Mungu atazidi kutukuzwa. Amen. Amen. This is what we want to share this morning. Huo ni utakuwa ujumbe wetu siku ya leo. Amen. Amen.
Being strong in the Lord. Kuwa na nguvu katika Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Being strong in the Lord. Kuwa na nguvu katika Bwana. And we want to turn to the book of Daniel. Tunataka kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Danieli. And we are going to have a look at chapter 11. Tutaangalia sura ya 11. And we are going to look at verse 32. Tutasome aya ya 32. Amen. Amen. Daniel chapter 11. Danieli sura ya 11. Amen. Amen. We want to appreciate that these are the times to be strong in the Lord. Tunataka kutambua ama kuelewa kwamba huu ni wakati wa kuwa na nguvu. Amen. Amen. Let's read the Bible Wacha tusome Biblia. together. I believe you're there. Naamini umefika hapa. Let's start from verse 31. Tuanzie aya ya 31. His armed forces will rise up to desecrate the temple fortress and will abolish the daily sacrifice. Then they will set up the abomination that causes desolation. With the flattery, he will corrupt those who have violated the covenant, but the people who know their God will firmly resist him. Na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome. Nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watasimamisha chukizo la uharibifu. Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Would somebody with the King James Version read for us? Aliye na nakala ya King James na tusomee tafadhali. Those who do wickedly against the covenant. Sorry. Okay, let me repeat again. Only verse 32. Those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for this word. Baba, tukushukuru kwa sababu ya hili neno. We pray that you take over by your spirit. Tuomba ukatawale kwa roho wako. Let your truth Wacha kweli yako have a place in our hearts, O God. ikawe na nafasi ndani ya mioyo yetu. And glorify yourself, Lord, Na ujitwalie utukufu ewe Bwana, as you lift us to a level unapotuinua katika upeo of standing with the strength that comes from above. wa kusimama na nguvu zitokazo juu, That in all we are and in what we are doing, you may be glorified. ili kwa yote ambayo tuko na yote tufanyayo ukatukuzwe. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Bible talks about arising against the altar of God. Biblia inaongea juu ya kuinukia madhabahu ya Mungu. And Daniel was having a look at the days in which we are. Na Danieli alikuwa akitazama nyakati ambazo tuko Through the revelation of God. kupitia ufunuo wa Mungu. He was looking at a time when the altar or there shall be a rising against the altar. Alikuwa anatazama nyakati ambapo kutakuwa kuinukiwa kwa madhabahu ya Mungu. A time when the altar of God shall be fought against. Wakati ambapo madhabahu ya Mungu itakuwa ikipiganwa nayo. And we can agree Na tunaweza tukakubaliana that there is a time when the altar had or was fought against. It is now. kama kuna wakati ambao madhabahu ya Mungu imewahi kupiganwa nayo ni wakati huu. There is real war against the altar of God. Kuna vita kali
ya kuinukia madhabahu ya Mungu, and coming from all sides, na inatoka kutoka pembe na pande zote, and especially now in the Mount Kenya region, na haswa sasa katika eneo la Mlima Kenya, there has been real war kumekuwa na vita vikali against the altar of God, inayojaribu kuinukia madhabahu ya Mungu. and there is a move to take people back to the traditional beliefs. Kuna ule mtembeo wa kujaribu kurudisha watu kwa zile imani za kitamaduni za kale, Traditional gods. na ile miungu ya kigeni ama ya kitamaduni. They are talking about looking toward Mount Kenya. Na anasema kwamba watu sasa wanafaa waangalie Mlima Kenya. And when you listen to what is being said, Na unapotafakari kinachosemwa, and again when you do it in the spirit, na unapofanya hivyo hasa ukiwa katika roho, you realize that it's a war against the work of God. unaona kwamba ni vita vinavyoinukia kazi ya It's a Mungu. war against the altar of God. Ni vita vinavyoinukia madhabahu ya Mungu. Because there is no other name that is given Maana hakuna neno ama jina lingine ambalo limepatiwana in heaven and here on earth kule mbinguni na chini ya mbingu, by which man must be saved, ambao wanadamu wanapaswa kuokolewa, other than the name of Jesus. isipokuwa jina la Yesu. Our God does not reside somewhere. Mungu wetu hakai katika kituo ama eneo fulani. Our God is in heaven, Mungu wetu yuko mbinguni, and he is in the midst of his people na yuko katikati ya watu wake who worship him in spirit and in truth. wanaomwabudu katika roho na kweli. Hallelujah. Haleluya. And when you hear words and some kind of strange teachings, Wakati unaposikia maneno na semi ambazo ni za kupotosha, you just know this is a work against the work of God, unajua na unatambua kwamba hii ni kazi ya kupigana na kazi ya Mungu, against the worship of Jesus, inayojaribu kuinukia kuabudiwa kwa Yesu, who is our only Lord and Savior, ambaye peke yake ndiye Bwana na Mwokozi wetu, in whom we live and move and have our being, ambaye ndani yake twaishi na kutembea na kupata uhai wetu, who is the way, the truth and the life. ambaye ndiye njia, kweli na uzima. Amen. Amen. And the Bible says Na Biblia inasema that they shall rise with the flattery words, watainuka na maneno ya kutisha ama ya madharau, words that are enticing. No. maneno ya kuvutia. Amen. Kiugo cha kucherelia. Now, if you listen to some of those teachings as they go forth, Samahani, ukisikiliza haya mafundisho yanapoendelea, they do it very well. wanaifanya kwa ustadi sana ama kwa weledi. And they are talking about, especially they are coming through the word, the line of taking care of the boy child. Wanasema sasa ni wakati wa kushughulikia mtoto fulani. Hallelujah. Hallelujah. And you can listen to them and go on with them. Very sweet words. Na unaweza kuwasikiliza na uendelee na wao, maana wako na maneno ya kuvutia sana. And every time when there is a teaching against the word of God, na kila wakati kunapokuwa na mafunzo ambayo yanapigana na neno la Mungu, from whichever source, kutoka pembe zozote ama pande zozote pale, you hear very good teachings, kuna kuwa na maneno yaliyo ya kuvutia sana, very convincing, maneno ya kushawishi. when the enemy comes against what you believe, Wakati adui anapokuja kinyume na lile unaloliamini, he never comes directly fighting against your faith, haji wazi kupigana na imani yako, but he comes in a very, very enticing way, lakini yeye huja na maneno yaliyo ya kuvutia, a way that will attract you to something else, jambo ambalo litakuvutia kwa jambo lingine. even when you are being drawn towards sin. Hata wakati unapoelekezwa kwa dhambi, You will never see the enemy coming in his true colors. hautawahi kuona adui kwa rangi yake mwenyewe. You will even see a very good friend, Hata utamwona rafiki mzuri, one who is coming with a lot of love and
of friendship. Na mtu ambaye atakuja na upendo na urafiki. Somebody who will appear to be very helpful to you. Hata mtu ambaye ataonekana kuwa msaada kwako. Somebody who appears to be a true friend. Mtu ambaye ataonekana kuwa rafiki wa kweli. But what is hidden under that kind of friendship? Lakini kile ambacho kimefishwa chini ya huo urafiki is a weapon against your faith. Ni silaha dhidi ya imani yako. A weapon against what you believe. Silaha dhidi ya kile unachokiamini. And the devil is out. Na shetani yuko katika kazi to take you away from your the platform on which you stand. Anataka kukuondoa katika ule msingi ambao umesimama. The very foundation that makes you to stand. Na ule msingi unaokufanya usimame. And to move on in victory as a believer. Na kusonga mbele katika ushindi wewe kama muumini. Hallelujah. Hallelujah. We were in a certain place sometime. Mchungaji walikuwa katika mahali fulani wakati ambao muda fulani. It was a seminar. Ilikuwa ni warsha. And some of you were there. Baadhi ya wapendwa hapa walikuwa hapa. And the facilitator, na yule ambaye alikuwa anawafunza asked us to draw the devil. Akawauliza wamchore shetani. Hallelujah. And you can imagine the photos or the drawings that we have made. Na kila mmoja wetu anaweza kujiwazia picha zilikuwa zinagaje kila mtu ambazo alizichora. Obviously with the horns. Wengine walimjaza mapembe and with the tail. Wengine wakamweka mkia. Looking very funny and very bad and ugly. Akionekana kuwa wa kutisha na wa kuogofya na mwenye sura mbaya. And everybody failed with the test. Na kila mmoja akaanguka ule mtihani. Hallelujah. Everybody failed. Kila mmoja alianguka mtihani. Why? Kwa nini? The devil never appears like that. Shetani umbo lake sio la hiyo sura mbaya. He does not appear with horns. Shetani haji na pembe. He does not appear with a tail. Haji na mkia. Those are not the colors with which he comes into your life. Hizo sio zile rangi ambazo yeye hujidhihirisha katika maisha yako. He comes as a very smart man. Yeye huwa mtu ambaye amejipanga vizuri. A very smart lady. Yeye huja akiwa dada ambaye very good teachings. Yeye huja na mafunzo mazuri. Convincing you that if you follow this path, it can be good. Anakushawishi kwamba ukifuata hii njia itakuwa sawa na wewe. What you believe is not the truth. Kwamba unachokiamini but there is something better that can elevate you and help you. Na kuna kingine kizuri ambacho kinaweza kukuinua. Be more helpful to you. Na kiwe msaada kwako. He will come with the flattery. Ataja na kitu cha kuvutia. He will come with the good words. Ataja na maneno mazuri that are enticing. Ambayo ni ya kushawishi na kuvutia. The Bible says, Biblia inasema, he comes disguising himself. Yeye huja na kujifananisha as an angel of light. Kama malaika wa nuru. Some of these people with bad teachings and bad agendas, watu wengi ambao wako na mafunzo mapatofu na nia za kupotosha, they come looking like very good men and women. Wao huja kama wanaume na wanawake wazuri. Hallelujah. Hallelujah. But we need to look through. Lakini yafaa tutazame with the help of the Holy Spirit. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. And actually to know and to discern. Na tuweze kutambua na kufafanua. There is a war against what we believe. Kwamba kuna vita vinavyopigana na kile tunachoamini. A war against our blessings. Vita vinavyopigana na baraka zetu. A war against our destiny. Vita vinavyopigana na hatima zetu. A war against the vision the Lord has put in us. Vita vinavyopigana na maono ambayo Mungu ameweka ndani yetu. A war against our generation. Vita vinavyopigana na vizazi vyetu. Hallelujah. Hallelujah. And I thank God for what the Bible says. Lakini namshukuru Mungu kwa vile ambavyo Biblia inasema. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is a word here I would like us to read. Kuna neno hapo ambalo ningetaka tulisome. 2 Corinthians chapter 11. Wakorintho wa pili
sura ya 11 and verse 14. aya ya 14. The Bible says, Biblia inasema, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Verse 15, it is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. 15, basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says, Biblia inasema that the enemy kwamba adui himself comes like an angel of light. yeye huja kama malaika wa nuru. And therefore those people who are coming in his name, Kwa hivyo hata wale wajao kwa jina lake with his agenda, na wakiwa na lengo lake will come also with that kind of guise as good people. pia nao watakuja wakiwa wamejigeuza kama watu wazuri. Hallelujah. Hallelujah. I have never seen the enemy coming looking the way we normally think that he looks. Sijawahi kumwona adui akija kwa ile njia na kwa picha ambayo sisi huwa tunawaza yeye yuko. Amen. Amen. He always comes hiding in good colors. Kila wakati yeye huja akiwa amejifisha ndani ya marangi mazuri. But the Bible says here, Lakini Biblia inasema hapa, but them that shall know their God. lakini wale wamjuao Mungu wao. Hallelujah. Hallelujah. Them that shall know their God. Wale ambao watamjua Mungu wao. It does not matter the lie that comes into your life or against you or toward you. Haijalishi ni uongo mgani unaokuja maishani mwako ama wakuinukia wewe ama kupigana na wewe. It does not matter who comes to entice you against your faith. Haijalishi ni nani ambaye anakuja kukushawishi dhidi ya imani yako. You know there is one thing, brethren. Unajua kuna jambo moja wapendwa. When we are preaching the gospel, Wakati tunapohubiri injili, there is the evil one preaching another kind of gospel. kuna adui ambaye anahubiri injili nyingine kule. When we want to win people to Jesus, Wakati tunataka kuwavutia watu waje kwa Yesu, there is another one who is winning people to something else. kuna wengine anawavutia watu wengine kwa kitu kingineshi. When we want to teach our children the truth, Wakati tunataka kufunza watoto wetu ukweli, there is another teaching from somewhere else. kuna mafunzo mengine ambayo yako kwingineko. There is a war, Kuna vita and people are being pulled this way and then this way. na watu wanajaribu kufutwa hapa na pale. This is a very, very critical time. Huu ni wakati wa kuwa makini sana In our spiritual lives and in the church. katika maisha yetu ya kiroho na katika kanisa. And I thank God for this word here. Na nashukuru Mungu kwa hili neno hapa. Them that shall know their God. Lakini watu wamjuao Mungu wao. And I would like to say, Na ningetaka kusema it's not enough for somebody to be born again. haitoshi tu mtu kuokoka. It's not enough for you to be in church. Haitoshi tu kuwa wewe ni mfuasi wa But kanisa. you need to know the Lord. Lakini yafaa umjue. There is the need to know the Lord and the God in whom we believe. Ni vyema umjue ule Mungu na yule Mungu ambaye tunamwamini. Amen. Amen. When Jesus was about to leave the disciples, Wakati Yesu alikuwa karibu kuwaaga wanafunzi wake, in John chapter 14, katika Yohana 14, he talked about going akanena kuhusu kuondoka kwake.
And when he was talking about his, departure, kind of preparing the disciples. Na wakati alipokuwa anaongea kuhusu kuondoka kwake na kuandaa wanafunzi wake. And saying that he was going. Na akasema kwamba atapaa. Filipo talked in a way that showed that he didn't know where Jesus was going. Akaongea kana kwamba mtu ambaye hakuelewa Yesu alikuwa anaenda wapi. And he didn't know the way. Na hakuwa pia anajua njia. And Jesus turned to him. Na Yesu akamgeukia. And he said to him. Na akasema kwake. Let's read from verse 8. Tusome kutoka aya ya 8. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I've been among you such a long time. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I'm in the Father, and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak of my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing this work, or his work. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue, Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Haya maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu usifanya kazi zake. So Philip here, hivyo Filipo hapa is asking Jesus to show him the Father. Anamuuliza Yesu awaonyeshe Baba. Hallelujah. Hallelujah. And when you look at the teachings of Jesus, na wakati unapotazama mafunzo ya Yesu and his ministry, na huduma yake, it was very clear, ilikuwa wazi sana, that whatever the Father was, Jesus was. kwamba alishokuwa Baba, Yesu alikuwa. That he never did anything on his own. Kwamba hakufanya lolote kwa shauri lake mwenyewe. But he did whatever the Father was doing. Lakini alifanya lile ambalo Baba alikuwa analifanya. That he was the representative of the Father. Kwamba yeye aliyekuwa wakilishi wa Baba. Whoever was seeing Jesus was seeing the Father. Aliyekuwa akimwona Yesu alikuwa akiona Baba. Now look at one thing here. Tazama jambo moja hapa. Philip has been with Jesus for 3 years. Yesu alikuwa pamoja na Filipo kwa miaka 3. He's been a disciple. Alikuwa ni mwanafunzi wake. He has seen Jesus performing miracles. Alikuwa akimwona Yesu akifanya miujiza. He has seen Jesus. Alikuwa akimwona Yesu raising the dead. Akiwafufua wafu. He has seen him. Alikuwa opening the eyes of the blind. Akifungua macho ya vipofu. He has listened to the teachings of Jesus. Alikuwa anasikiliza mafunzo. The revelations that Jesus has been bringing forth. Ufunuo ambao Yesu alikuwa akishiriki. Praying together with Jesus. Alikuwa pia akiomba pamoja na Yesu. But then he says here. Lakini hapa yeye anasema, show me the Father. Nionyeshe Baba. And Jesus kind of, na Yesu ikana kwamba feels this is not what I was expecting. Haya kwa matarajio yako. Because you have seen me. Maana you have seen the things I've done. Umeona yale nimekuwa nikifanya. And my teachings. Na mafunzo. How can you say that show me the Father? Je, kwa nini useme utuonyeshe Baba? Hallelujah. Hallelujah. So we see something here in Philip. Kwa hivyo hapa tunaona kitu katika Filipo. There is a revelation he had not come to receive. Kuna ufunuo ambao hakuwa ameupokea. There is a height of knowledge that was lacking. Kuna upeo wa ufahamu ambao hakuwa ameufikia. Of understanding. Ya kuelewa. It was not there in him. Halikuwa hapo ndani yake. No wonder Jesus appears disappointed. Ndiposa hilo jambo lilikuwa linamhuzunisha Yesu. The greatest thing that can happen in the life of a believer, lile jambo kubwa ambalo linaweza likafanyika katika maisha ya muumini, is to know the Lord. ni kumjua
Mungu. The Bible says Biblia inasema that God wants everyone to be saved kwamba Mungu ni mapenzi yake kila mwanadamu aokoke and to come to the knowledge naye je katika ufahamu of our Lord and Savior Jesus Christ. ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. After you've gotten saved, Baada ya kuokoka, the greatest thing lile jambo kuu is to look at the Father, ni kumtazama Baba, is to stare at the feet of Jesus, ni kukaa miguuni pa Yesu, is to allow Him to teach you, ni to kumruhusu reveal Himself to you, ajifunue kwako, allow His light into your spirit. aashirie nuru yake, Stay in fellowship with Him, ukae katika stay ushirika in naye, communion with Him, ukae ukiwa na ushirika naye, listen to His voice, sikiliza to sauti His yake, word, sikiliza maneno yake, desire to know Him. tamani kumjua. Paul said in Philippians chapter 10, Paulo akasema katika Wafilipi sura ya 10, 3 and verse 10 rather, Wafilipi sura ya 3 aya yake ni ya 10, that I may know Him ili nipate kumjua yeye and the power of His resurrection. na nguvu ambazo zilimfufua kutoka kwa wafu. Hallelujah. Haleluya. And the fellowship of sharing in His sufferings, Na pia nishiriki katika kuteseka that I kwake, may also share in His resurrection. nipate kushirikishwa katika kufufuka kwake. And the Amplified Bible Na ile Biblia ambayo imeelezea zaidi says, my determined purpose. anasema kusudio langu kuu. Hallelujah. Amen. There is a determination in the heart of Paul. Kuna kusudi ambalo Paulo anazingatia. He would desire, Angetamani, there is a longing kuna kule kutamani to know the Lord. kumjua Mungu. Hallelujah. Haleluya. Them that shall know their God. Wale ambao watamjua Mungu wao. Hallelujah. Haleluya. And the Bible says in Jeremiah, Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia chapter 9 sura ya 9 and 23. aya ya 23 And 24. na 24. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, nor the strong boast of their strength, nor the rich boast of their riches. But let the one who boasts boast about this, that they have the understanding to know me. That I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana, nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Hallelujah. Amen. Could I say something? Je, naweza nikasema jambo? There are so many things that we can do and we need to do Kuna mambo mengi sana ambayo yafaa tufanye in our lives as believers katika maisha yetu kama waumini, and in our lives as people. na maisha yetu kama watu. Hallelujah. Amen. We need to lift the Lord in our lives and we need to serve the Lord. Yafaa tumuinue Mungu maishani mwetu na yafaa tumhudumie Mungu. We need to carry out the tasks that the Lord has given unto us. Inafaa tutimilize zile kazi na majukumu Mungu ametupatia. To shine for the Lord and to do all that the Lord has put in us. Na tung'ae kwa ajili ya Mungu na tufanye yote ambayo Mungu ameweka ndani yetu. And graced us to do. Na ile neema Mungu ameachilia kwetu ili tufanye. Using all the talents the Lord has put in us. Tukitumia na kufanyisha kazi talanta ambazo Mungu ameweka ndani yetu. And all the opportunities that the Lord has put in or brought our way. Na zile nafasi zote Mungu ameleta katika njia zetu. But above everything, Na zaidi ya yote, we need to know the Lord. yafaa tumjue Mungu. We need to know the Lord. Yafaa tumfahamu Mungu.
Hallelujah. Amen. This is more than anything else that can ever happen in our lives. Hii ni zaidi ya vyovyote ambavyo vinaweza kufanyika katika maisha yetu. Look at this word here. Tazama hili neno hapa. Let him who boasts, Wacha anayejisifu. don't boast about those other things. Maybe their wisdom, maybe their strength, and so on and so forth. Asijisifu kwa sababu ya mambo mengine ambayo yanaweza kuwa labda hekima yake, labda nguvu zake, Their strength, etc. nguvu zake na mambo kama hayo. What they don't have. Kila ambacho hawana. But Lakini let the one who boast that they know and they understand the Lord. ajisifu kwa sababu anajua na anafahamu Mungu. They know his love. Wanajua upendo wake. They know his faithfulness. Wanajua uaminifu wake. They know his promises. Wanajua ahadi zake. They know that he is the Lord who never changes. Wanajua ni Mungu asiyebadilika. They know that with him all things are possible. Wanajua kwake yeye mambo yote yanawezekana. They know that he who started the good work in us will carry it through to completion. Wanajua kwamba yeye alianzia kazi njema ndani yetu ataibebea mpaka mwisho wa They dahari. know him that he is the strong and mighty tower. Wanajua kwamba yeye ni Mungu mkuu He is the Lord who never changes. na ni Mungu asiyebadilika. Hallelujah. Hallelujah. The Lord of the covenant. Na yeye ni Mungu wa agano. This is what will establish you as a believer. Hilo ndilo jambo ambalo litakufanya uwe imara kama muumini. And knowing the Lord comes with maturity, brethren. Na kumfahamu Mungu huja na jambo la kukomaa. Hallelujah. Amen. If you look at this word here, Ukitafakari hili neno hapa, Daniel chapter 11 and verse 32. Danieli 11 aya 32. Look at the Amplified Bible. Tazama ile Biblia ambayo imeelezea kwa upana. There is an indicator Kuna jambo ambalo linaonyesha that with the knowledge of God there is maturity. katika kumfahamu Mungu kuna jambo la kukomaa. Hallelujah. Hallelujah. And if you look at Ephesians chapter 3 Na ukitafakari Waefeso sura ya 3 and verse 14, aya ya 14, the Bible shows or says Biblia inasema ama inaonyesha that them that shall learn and continue to learn, wale ambao watazidi kujifunza na kujitia katika ufahamu they shall be mature. watakomaa. People who cannot be tossed to and fro. Watu ambao hawawezi wakayumbishwa hapa na pale. People who are established. Watu ambao wamepadika. Hallelujah. Hallelujah. With the knowledge of God, Na ufahamu wake Mungu there is an establishment. kuna kupadika. Amen. Amen. It takes time. Inachukua muda. It takes determination. Inachukua jambo la kuzingatia. It takes also sacrifice. Pia inachukua kulipa gharama. It takes prayer. Inachukua maombi. It takes staying in the word. Inachukua kukaa katika neno. Thirsting after God. Na kumwonea Mungu shauku. Even fasting and waiting upon God. Hata kufunga na kumgoja Mungu. You cannot afford not to know the Lord who saved you. Hawezi ukakaa hapo usitake kumjua Mungu aliyekuokoa. Hallelujah. Hallelujah. You want to know him. Ukitaka kumjua, You want to understand him. inafaa umwelewe. Hallelujah. Hallelujah. His greatness. Ukuu wake. Paul said, I mean not Paul but David, Daudi akasema, this is what I desire. hili ndilo jambo This ambalo is what I ninatamani. seek after. Hilo ndilo nitakalozingatia. That I may stay in the house of God Ili niishi nyumbani mwa Bwana days without an end. siku zote za maisha yangu. That I may gaze at his beauty. Ili nikautazame urembo wake. That I may inquire of him. Na nikatafute ushauri kutoka kwake. Hallelujah. Hallelujah. In his temple. Katika hekalu lake. Amen. Amen. Why? Ni kwa nini? Because in the day of my trouble, Maana katika siku ya uovu utakaonijia, he will lift me. ataniinua. He will hold me up. Ataniinua juu. Amen. Hallelujah. 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 Psalm 27 Zaburi 27 verses 4 and 5.
4 na aya ya 5. Amen. Aya 4 na 5. Amen. Knowing the Lord. Kumjua Mungu. And the brethren, Na wapendwa, when we are established like so, wakati tumeimarika kwa njia hiyo, we shall be in a position to stand. tutakuwa na nafasi ya kusimama. It does not matter what comes along the way. Haijalishi ni kipi kitakao kuja njiani mwetu. Nowadays, Siku sasa, not just nowadays, nyakati zote, but lakini in the house of God, katika nyumba ya in Mungu, the church, katika kanisa, there has been a story. kumekuwa na historia ama hadithi, Brethren who tend to be unstable. juu ya wapendwa ama washirika ambao wanayumbayumba, Unstable. watu ambao hawajatulia. If you look at the depth or let's the foundation of such instability, Ukiangalia msingi wa watu hao kukosa kuwa imara, is a lack of knowledge of God. ni kukosa ufahamu wake Mungu. A lack of knowledge of God. Kukosa ufahamu wa Mungu. We would like to go somewhere. Wangetaka kwenda mahali, There is maybe a new teaching that arose. labda kuna mafunzo mageni ambayo There is somewhere kuna mahali you would like to go and hear the voice of God. unasema unaenda mahali kusikia sauti ya Mungu. You would like to go somewhere Labda ungetaka kwenda mahali and maybe have hands laid on you. upate kuwekelewa mikono. You'd like to go somewhere. Ungetaka kwenda mahali, There is something new that was found there. kuna kitu kipya ambacho And you would like to tap into that. na ungetaka pia atikutapa ama kupokea. It's not bad, brethren, maybe to visit. It's not bad to go and hear maybe what the Lord is saying somewhere. But it is good, brethren, to know the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The reason why people have ever gone to extents of even buying blessings, extents of buying oil and buying other things, it's because of lack of the knowledge of God. Hallelujah. Amen. Because the Lord would like you to reach to a position where you are able to look up to the Lord, to believe in the Lord, to lift your need unto Him, to lift your issues unto the Lord, and to believe that the Lord can come through into your situation. Somebody gave us a testimony here, as you know, he was sharing the word some time ago, and talked about the way she struggled with her child. There was an allergy, and then after some time, you know, she felt, no, I cannot continue in this situation. She took a step of faith, laid hands on the child, prayed, and welcomed the power of God. And God manifested Himself. Hallelujah. Hallelujah. That's not a pastor, that's not an evangelist, that's a believer. And the Bible says the believers shall lay hands on the sick and they shall recover. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that you can lay hands on the sick? Do you believe that you can pray and God may manifest Himself? Do you
believe that you can look up to God? The reason why you stay at the feet of Jesus is so that your faith can be developed, can grow, and that you can learn to look up to the Lord. When there is nobody with you, you can call upon God, and the Lord can show himself. When you are in your sleep, and there is a disturbance that comes, you can cry to God and tell the Lord, Lord, manifest yourself. You can call upon Jesus. There is no work of the enemy can prevail against a believer who knows how to call upon the name of Jesus. When you are in your journey, and there is a challenge that comes along the way, and there is nobody together with you there, it's a time to call upon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let him manifest himself the way he would like to do. We are in a journey of faith. Hallelujah. Hallelujah. And let the Lord show himself in your situation. The idea is to know the Lord, the one we have come to believe in. There is one thing we need to know, and just to remember. We cannot handle everything together. Amen. Amen. Or when we are together in the fellowship of the church. Hallelujah. Hallelujah. There is a room for your personal faith. There is a room for your personal trusting in God. Hallelujah. Hallelujah. We cannot fight all the battles together. There is a room for your own battles. Hallelujah. Hallelujah. There are times when you are alone in the battlefield, and there is nobody near. But you can look up to God and tell the Lord, come into my situation. And as you trust in the Lord, the Lord will manifest himself. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will show himself mighty in your situation. Amen. Amen. So whatever comes against your faith, you are able to stand. You are able to resist. Brethren, when we are talking about the altar, that the altar is fought against, we are not talking about this physical altar here. We are talking about your heart. What you believe, your faith, you are standing as a believer. This is what is being fought against. When you hear those people talking about the God of Kirigaga, they are talking about your faith. They are talking, they are fighting against your faith. Hallelujah. Amen. And they are fighting against your destiny. But them that shall know their God, the Bible says, ye shall be strong, and it shall resist him. Hallelujah. Amen. And they shall resist him. This is what the NIV says. Amen. Amen. They shall be able to resist. Amen. Amen. People will come. There is a time I interacted with a certain man. Kuna wakati mchungaji alitangamana na mtu mmoja just recently. Hivi karibuni.
there are some friends who are just, you know, hiyo ni rafiki tu, mnajuana tu, mnasalimiana, mnapitana. No murata tu muona na mukageithania ya mukahitũkana. So this man, kogo mthuri uyu, we were now near and we talked. Michael mai hakuhe na mutungati kogo bagitereta. And he told me, na rukakira mutungati, you know, I am an advocate akiuga nie ndi mutete of the Kikuyu, you know, beliefs. Akiuga nie ndi mutete wa unduire na and before I go very far, na mbere ya nite kuraihu ni, I would like to let you know that I'm a member of a church. Ni kwenda wapi umenye mutungati nie ndi murumeni wa kanitha. And he mentioned even the church where he comes from. And he's even a leader. And as we were talking, I saw something in his car. Some drink. And he told me, we normally keep on sipping this one. Hallelujah. Hallelujah. Okay, we went on. Now it's gonna happen. And I allowed him to talk everything he knew. Just listening to him. And then I asked him, could I tell you what I know? He told me yes. So we went on. And as we continued to talk, it's like everything he had said was being erased. And then when he could kind of like write, I could tell him, now, I listen to you, listen to me now. And by the end of the conversation, in a very peaceful way, he was totally convinced that's a lie. Hallelujah. Hallelujah. It holds no water. And we left the place with a promise that we will meet another time and talk more. Hallelujah. Hallelujah. We were left with one thing. There is no other name that needs to be invoked. There is no other Lord that needs to be looked up unto other than Jesus, other than the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. People might come with all their teachings. Things might come against you. Temptations might come against you. But then, no, if there is the knowledge of the Lord in you, you shall resist. Hallelujah. Amen. And I would like to say, the knowledge of God is not about learning. It's about communion with God. Hallelujah. Hallelujah. So don't say, I need to know so much, I need to have learned. No. Hallelujah. Hallelujah. Even some of those people who are already they are learned people. Some of the people say they are others are learned people. Some of the people in funny teachings are learned people. It's not about knowledge. It's about a heart that is given to God. Hallelujah. Hallelujah. When you sing communion with the Lord, you shall know the truth. Hallelujah. 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 Jesus said,
he told the disciples, if you stay in my teaching, you shall know the truth. Hallelujah. Hallelujah. So the secret, brethren, is knowing the Lord. And resisting the devil means that the devil will not have a place, a foothold in your life. Na kulegana na shaitani ni kugati shaitani dakuona kanya muturendo wako. And the Bible says in the King James, na maana kama kaubani wake kitabu ya King James, they shall do exploits. Ati nimage kaka maudu manene maushaba. Hallelujah. Hallelujah. Can you see a situation, brethren? Niona gikiromwe In the midst of the deception that's there, gatati ni kama hendi malebaliku, you are still pushing on with your vision. No radi gati ya kioneki yaku. Hallelujah. Hallelujah. It does not matter how many people are saying this, you are still moving on with your vision. Hallelujah. Hallelujah. In your place of work, you are still lifting the banner of Jesus. In your village, in your neighborhood, you are still lifting the banner of Jesus. It does not matter how many are saying this and the other. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said he was praying in John 17. And he said to the Father, I'm not asking you to take them from the world, but I am praying, give them victory. Hallelujah. Hallelujah. When they are in the world. Hallelujah. Hallelujah. So we are not taken away from the world. And we shall not be victim because there are no battles. Hallelujah. Hallelujah. But we shall be victim because the Lord is in our lives and he has revealed himself to us. Bwana asifiwe sana. Hatutashinda kwa sababu hakuna washawi. Hallelujah. Hallelujah. Hata akiwa neighbor. Amen. Hallelujah. You shall still overcome. Because you know your God. Amen. Amen. You shall not be victim because people are not rising against you. You shall be victim even when they say all sorts of things against you. Even when they hate you. Even when they call you names. Even when they bite your back. Hallelujah. You shall be victim. Because you know your God. Hallelujah. Hallelujah. When they are saying all the things they are saying, you still continue to lift the banner of Jesus. Because you know the Lord. We never wait for the world to encourage us. The world will never encourage you. It will rise against you. Hallelujah. Amen. And some of the people who may rise against you are even very close people. A very close neighbor there may rise against you. Hallelujah. Hallelujah. Even a family member may rise against you. Amen. May be used of the enemy. But then, as we know the Lord, we shall be strong. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's a time to tell the Lord, Lord, I need you more than ever before. Reveal yourself to me. Strengthen my inner man. Let Christ dwell in me by faith. And I shall stand with the song of victory. Let's stand on our feet as we go to pray. Amen. Amen. I believe that message has been a blessing to you. You can subscribe, you can share, you can comment. In case you have not received Jesus to be Lord and Savior in your life, you can make this simple prayer before the Lord and it can transform your life. Just pray after me. Say, Lord Jesus,
I come to you. I know that I'm a sinner and I'm not worthy before you. Today, I repent of all my sins and I give my heart to you. I commit my life to you, so I be to be Lord and Savior over my life. I leave the world and I yield to you. I give my life unto you. Thank you because you have saved me. Thank you because my name is written in the book of life. Thank you because I'm a child of God from now. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer together with me, the Lord has saved you. He has transformed your life. From today, you are a new creation. If you happen to come from Loudabout Kairode, you can join us in gospel outreach. And if you come from far, just look for a Bible-based church where you will grow and continue to serve the Lord, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.